Kinyume na propaganda za adui, sekta ya ulinzi ya Iran inaendelea kupata mafanikio. Naibu mkuu wa jeshi asema. Kamanda wa jeshi la Iran amesema Jamhuri ya Kiislamu imepata mafanikio endelevu katika teknolojia ya ulinzi wa ndege zisizo na rubani na anga licha madai ya uhasama wa vyombo vya habari. Naibu kamanda wa jeshi la ulinzi wa anga la Iran, Brigadier General Mohammad Yosef Khoshakabli, ametoa matamshi hayo kwenye mahojiano na Defa Press iliyochapishwa Jumatatu, ambapo alikanusha vikali madai yaliyotolewa hivi karibuni na vyombo vya habari vya kigeni kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran imedhoofika. Anasema programu mbalimbali zinazofanyika mara kadhaa kote nchini humo, pamoja na usalama kamili wa mipaka ya nchi kavu na majini na kutokuwepo vyombo vya uadui katika anga ya Iran, kunaonyesha nguvu, hodari na utayari kamili wa mtandao jumuishi wa ulinzi wa anga katika mfumo tata wa madhubuti, amesema Brigadier General Khoshakabli. Ameongeza kuwa vikosi vya jeshi la Iran vimefanikiwa kupenya mfumo wa kupambana na makombora ya utawala wa Israeli unaojulikana kama Iron Dome na kutimiza malengo yaliyokusudiwa, akisisitiza kwamba mafanikio hayo ni ushuhuda wa nchi, kwani drone zenye nguvu sana na za kisasa zenye uwezo wa kipekee. Uundaji na utumaji wa ndege zisizo na rubani zenye teknolojia ya kisasa kwenye uwanja wa vita sasa umekuwa jambo la kawaida katika jeshi letu, na tunamshukuru Mungu, mchakato huu unaendelea kwa kasi na nguvu, amesisitiza kamanda huyo wa jeshi la Iran. Akizungumzia uboreshaji wa mara kwa mara wa mifumo ya ulinzi wa anga, amesema matumizi ya vifaa vya kisasa bora na vyenye ufanisi katika uwanja wa vita na usimamizi wa vita vya anga ni mchakato wa kila siku wa kudumu ndani ya jeshi la ulinzi la anga. Anasema kwa kutegemea uwezo wa kisayansi, viwanda na maarifa ya jeshi la ulinzi la anga, Wizara ya Ulinzi na vikosi vya jeshi vinashuhudia mabadiliko na maendeleo endelevu katika mifumo ya ulinzi. Awali, msemaji wa jeshi la Iran, Brigadier General Mohammad Akraminia, alikuwa amesema kwamba nchi imeweza kutengeneza vifaa vya kijeshi vya kisasa zaidi wakati wa vita vya hivi karibuni vya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa jukumu la kupanga na kusimamia shughuli katika mlango bahari wa Hormuz ni la Iran pekee, akisisitiza kwamba hakuna taasisi wala nchi nyingine yenye mamlaka au wajibu katika suala hilo. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, amesema kuwa kwa mujibu wa hati ya makubaliano, mlango bahari wa Hormuz utarejea katika hali yake ya kawaida kufanya kazi ndani ya siku 30 chini ya usimamizi utakaowekwa na Iran. Akizungumza katika mkutano pamoja na waandishi wa habari jijini Baghdad pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Iraq Fuad Hussein, Araghchi amesema serikali ya Iraq iliunga mkono wananchi wa Iran kama waathiriwa wa shambulio hilo. Aidha, amesema wananchi wa Iraq walionyesha mshikamano mkubwa na kutoa uungaji mkono kwa watu wa Iran, jambo ambalo kwa mujibu wake iliwatia moyo na kuwapa faraja wananchi wa Iran kwenye kipindi hicho. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kwa mujibu wa kifungu cha kwanza cha hati ya makubaliano Memorandum of Understanding, vita vinapaswa kukomeshwa katika maeneo yote ikiwemo Lebanon. Araghchi amesema Iran inasikitishwa na kuendelea kwa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon, akisisitiza kuwa hali hiyo inakiuka makubaliano yaliyofikiwa. Aliongeza kuwa Marekani ina wajibu wa kutekeleza ahadi iliyoichukua kwa niaba yake na Israeli katika hati hiyo ya makubaliano kwa kuhakikisha mashambulizi hayo yanakoma na kuwezesha utekelezaji wa usitishaji vita nchini Lebanon. Vilevile, maandamano makubwa ya kupinga ukiukwaji wa usitishaji vita Gaza yamefanyika nchini Sweden, yakilaani pia jinai za Israeli dhidi ya wananchi wa Palestina. Mamia ya watu waliandamana huko Stockholm, mji mkuu wa Uswidi, siku ya Jumamosi kupinga kuendelea kwa mashambulizi ya Israeli kwenye ukanda wa Gaza na vikwazo vilivyowekwa vya kuingia kwa misaada ya kibinadamu kwenye ukanda huo. Kulingana na shirika la habari la Qudsna, maandamano haya yamefanyika kwa mwaliko wa mashirika kadhaa ya kiraia katika uwanja wa Odenplan. Washiriki wakiwa na mabango walilaani mashambulizi dhidi ya Gaza, mabomu dhidi ya shule na hospitali na mauaji ya watoto wa Kipalestina. Aidha, waandamanaji hao wametaka kusitishwa mara moja mashambulizi hayo, kukomeshwa vikwazo vya kuingia chakula na kuheshimu utawala wa Kizayuni, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa Oktoba 10, 2025. Wakati huo mji mkuu wa Ireland, Dublin, umeshuhudia kufanyika kwa wakati mmoja shughuli mbalimbali za wananchi na matukio ya michezo yaliyolenga kuunga mkono Palestina na kupinga kuanzisha uhusiano wa kimichezo na utawala wa Kizayuni wa Israeli. Washiriki wa kampeni hiyo walisisitiza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya shinikizo la wananchi na wanamichezo na kushinikiza kusitishwa ushiriki wa timu za Israeli katika mashindano ya kimataifa. Vilevile, Iran na Oman zimefanya mkutano wa kwanza wa kamati mpya pamoja ya Hormuz unaojadili usimamizi wa baadaye wa lango bahari la Hormuz.
Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayehusika na sheria na masuala ya kimataifa Kazim Garibabad ametoa tangazo hilo kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa X Jumatatu. Garibabad amesema mkutano huo ulifanyika wakati wa ziara yake huko Muscat na ulihudhuriwa na Abdulaziz Al-Hinai, waziri wa mambo ya nje wa Oman. Amesema pande hizo mbili zilijadili masuala ya lango bahari la Hormuz na usimamizi wake wa baadaye. Iran ilifunga njia hiyo muhimu ya majini kwa maadui na washirika wao baada ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Tehran ilidhibiti kikamilifu lango hilo baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza mzingiro haramu wa majini dhidi ya meli na bandari za Iran, kinyume cha masharti ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa Aprili 7. Baada ya mkataba wa maelewano ulioandaliwa na Pakistan ulisainiwa kati ya Tehran na Washington kwa lengo la kukomesha hali hiyo iliyosababishwa na uchokozi wa Marekani. Kifungu cha 5 cha mkataba huo kinasisitiza utambuzi wa mamlaka ya Iran juu ya eneo hilo. Kwa mujibu wa Garibabad, wakati wa mkutano huo, sambamba na kupitia masuala ya sasa kuhusu lango bahari la Hormuz, walibadilishana maoni kuhusu usimamizi wake wa baadaye ndani ya mfumo wa kifungu cha 5 cha mkataba wa maelewano wa Islamabad na haki za mamlaka za nchi za pwani wa lango hilo. Vilevile, timu za wataalamu za Iran na Marekani zinatazamiwa kuanza tena mazungumzo mjini Doha siku chache baada ya majeshi nchi zao kushambuliana kufuatia kila upande kumtumu mwenzake kuvunja makubaliano ya Islamabad. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wapatanishi walifanikiwa kuanzisha njia ya mawasiliano kwa lengo la kupunguza makali ya tukio lolote linaloweza kuyachafua majadiliano, na kwamba siku ya Jumanne Juni 30 wajumbe wa timu za wataalamu wangelikutana mjini Doha kuendelea na mazungumzo ya wataalamu. Pande hizi mbili zitasitisha makabiliano kwa sasa na meli zinaweza kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa uhuru, wakati huu mazungumzo ya kitaalamu yakipangwa kufanyika Doha, anasema mmoja wa maafisa wa Marekani. Awali mazungumzo hayo yalikuwa yamepangwa kufanyika tena nchini Uswizi, ikiwa yamejikita tu kwenye mpango ya nyuklia wa Iran, lakini wasiwasi mpya uliozuka kutokana na Marekani na Iran kushambuliana wiki iliyopita umepelekea mazungumzo hayo kuhamishiwa Doha na baada ya kubadilishwa na kuwa sasa hatima ya mlango bahari wa Hormuz. Vilevile, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei ametoa wito kwa mahakama ya Iran kufuatilia na kurejesha haki za taifa ambazo zimekiukwa kutokana na vita vya uchokozi vya Marekani na Israeli tangu mwaka jana. Katika ujumbe wake leo Jumapili kwenye kumbukumbu ya kuwa washahidi Ayatollah Muhammad Heshti na wenzake inaadhimishwa kama wiki ya mahakama, Ayatollah Khamenei amesema mojawapo ya masuala muhimu zaidi ya kisheria na kimahakama yanayolikabili taifa zima la Iran kwa sasa ni kufuatilia na kurejesha haki hizo zilizokiukwa na wahalifu wa kimataifa na mataifa kibeberu na chokozi. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kwamba kulinda haki za watu wa Iran kunavuka masuala ya kisheria mtu binafsi na kunajumuisha kutetea haki za pamoja za nchi dhidi ya uhalifu unaofanywa na wavamizi wa kigeni. Amesema idara ya mahakama katika Jamhuri ya Kiislamu ina jukumu la kulinda haki za watu, kuhuisha haki za umma na uhuru halali, kupambana na ufisadi, kutekeleza haki, kutetea sheria za Mwenyezi Mungu na kusimamia utekelezaji wa sheria. Amesisitiza kuwa mafanikio katika kutekeleza majukumu hayo yataimarisha imani ya umma katika mfumo wa mahakama. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitakujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa baba wa kivita. Mimi The Rich Voice.